Wakati huu kilichoko mbele yetu, tuna kikundi na nitamleta mkurugenzi mstaafu ambaye tumuita baba wa imani wa idara yetu, na hii ni yeye mwenyewe aliasisi. Mara ya kwanza tulienda kusoma Kenya, mara ya pili akaenda Afrika Kusini wakati mimi nikiwa nimepumzika. Sasa nilivyorudi nikasema lazima ifufuliwe rasmi na leo itambulishwe rasmi na makamu wa askofu, na nyie mtambue kwamba tuna idara nyingine au kitengo kingine ndani ya idara yetu. Kwa hiyo nikuinue mheshimiwa mzee wetu, tutakuita mzee. Tutakapokuwa kwenye CMF tutakuita mzee. Huyu pia ni rafiki yangu. Na mimi nashangaa sana, nilikuwa namwambia jana, mimi ndio katibu mkuu wa pili wa idara hii baada ya mzee Mbwiro kwenda kuwa makamu, nikateuliwa kama katibu mkuu wa pili. Sasa mzee tena naye kaenda kwenye ofisi ya taifa, nimeteuliwa kuwa mkurugenzi wa pili. Kwa hiyo mimi ni mbili tu. Asante sana, karibu sana. Mpendwa makamu askofu mkuu, mpendwa mkurugenzi wetu mkuu, itifaki ikiwa imezingatiwa, wapendwa maaskofu na itifaki yote katika ngazi zote ikiwa imezingatiwa na kuheshimiwa sana, na wasalimu tena kwa jina la Bwana. Amen. Kwa kweli mimi nimefurahi sana. Nimefurahi. Natamani mwaka 2028 ukumbi huu uwe mdogo kwa habari ya wanaume. Na itatokea kwa jina la Yesu. Itatokea. Unajua nilikuwa nimekaa nikawa na hesabu tu viongozi wa section wa idara. Yaani ukiwa na mkurugenzi na makamu. Sasa hivi tuna section 1000 zimesha karibia na 100. Tuna section zaidi ya 1000. Tuzungumzie 1000. Sawa jamani? 1089. Kwa tuzungumzie section 1000. Alafu umchukue tu mkurugenzi, makamu na katibu wake mara 1000. Ni watu wangapi? Hebu semeni ni watu wangapi? Manake mara 3 ya tulivyo hapa. You see? Yaani maana yake ni kwamba bado kuna section hazina viongozi na kuna section ambazo zina viongozi hawajaja. Yaani tunakoelekea kongamano la kitaifa la CMF litakuwa la viongozi peke yake. Iko siku. Na kama tunataka liwe la wanaume wote, yale maono ambayo nimeyasema kwa miaka yote 12 na nilianzia kusema Morogoro kwamba ninamuomba Mungu kabla hatujaondoka duniani, siku moja mkutano wa CMF ufanyike stadium. Tujaze uwanja wanaume, kwa sababu hatutakuwa na ukumbi wa kututosha, lakini tutakaa stadium. Ninamuomba Mungu na naomba kwa jina la Yesu itokee. Kama unaamini sema amina. Kama unaamini sema amina. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na huu amsho usipoe, kwa sababu miaka ya zamani, miaka ya 70 kule Marekani, Bill Graham aliwahi kukusanya wanaume waliokuwa katika huduma ya wanaume, ilikuwa inaitwa Promise Keepers. Alikusanya zaidi ya wanaume 1,000,000 kwenye stadium. Zaidi ya wanaume 1,000,000. If that is possible, na sisi Tanzania tuna wanaume sijui milioni ngapi, na Tanzania Assemblies of God ndio Mungu anaipeleka namna hii, inawezekana. Tutakusanyika stadium siku moja. Muombeni Mungu na muwe na imani kama mimi. Ninaamini iko siku Bwana atamuinua mtu na stadium ile itajaa mtu, itajaa wanaume. Jamani, amina. Nakushukuru sana baba askofu. Asante kwa neno kubwa ambalo umeleleta. Sasa tunataka kwenda kusikia kitu kinaitwa Royal Rangers. Royal Rangers ni maneno ya Kiingereza. Na maana neno Rangers ni askari
wafanyao vita, lakini walengao shabaha. Sio wa vita, walengao nini? Shabaha. Ukiwa jeshini, mimi nimeenda jeshini, nimefanya mafunzo ya kijeshi. Kuna hatua mnafika sasa, mkishatoka ile mafunzo ya awali, mnafundishwa kulenga shabaha. Ile inaitwa ranging. Kwa hiyo mnafundishwa kuwa rangers ili muweze kulenga shabaha. Na unajua jeshini, mafunzo yote ya jeshini na lengo lote la jeshini ni namna ya kuwa na ujanja wa kumlenga mwanadamu kwa risasi. Ndio mafunzo ya jeshini. Yaani tunajifunza jinsi ya kumpiga mtu. Kwa hiyo tunajifunza saikolojia ya mtu, biolojia yake, anavyotembea, akiwa anakimbia unamwangalia huyo anakimbiaje. Kwa hiyo nikimlenga kwa bunduki yangu ili niachie risasi, ninajua kwa mwendo huu nitapiga hivi. Ile inaitwa ranging training. Kwa hiyo tunajifunza ranging. Kwa hiyo hawa ni Royal Rangers. Neno royal ni kifalme, ni walenga shabaha wa kifalme. Na sisi kwenye Biblia inasema tunapookoka tunakuwa ufalme wa kikuhani. Sisi ni mafalme wa kikuhani. Ufalme wetu ndani yake una ukuhani. Nimeona mafalme kadhaa kwenye Biblia walikuwa na aina fulani ya ukuhani. Hata Daudi alikuwa nayo kidogo, kwa sababu kuna nyakati alikuwa anatoa sadaka. Na Solomon alikuwa nao kidogo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na Ezekiel alikuwa nao kidogo. Walikuwa wanafanya kidogo, sio sana, kwa sababu kulikuwa kuna kanuni ya kikuhani na hekalu. Lakini hawa ni wafalme wa kikuhani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ni watu wa ukoo wa Mungu walengao shabaha. Na shabaha yetu ni adui shetani na mambo yake na mapepo yake na mateso yake na vitu vyake. Kwa hiyo hawa ni askari wanaofundishwa kulenga shabaha katika ulimwengu wa kiroho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini ili wawe maaskari ni wakakamavu katika mwili, kwa sababu mwili huu mwili uliovaa huu, hebu shika mwili wako, hebu shike mwili wako. Shika tu, usiache kushika. Hata kama wewe mchungaji, askofu, nani, ni mwanatheolojia mkubwa, wewe shika tu. Huu mwili wako huu ndio Mungu anaotumia kwa ajili ya yeye kupata utukufu. Jamani, amina. Najua kwamba Mungu tunaanza kumwamini moyoni, lakini ili umtukuze Mungu lazima utumie mwili. Bila mwili you cannot praise God. You cannot demonstrate what is in you of God. Si ndio? Kwa tunatumia mwili. Mwili ni muhimu sana. Na kwa hiyo mwili tunauandaa, tunautunza, tunaupa afya, tunaupa mazoezi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na hii Royal Rangers inaanzia na vijana wadogo. Hata watu wazima wamo, lakini tunaanza na vijana wadogo. Tunawajengea ule ukakamavu wa Kristo. Tunawajengea ufahamu na taarifa za Kristo. Tunawajengea utayari wa kumpenda na kumtumikia Kristo tangu wakiwa watoto wadogo, ili waweze kuenenda na watakapokuwa watu wazima hawataogopa kulifanya shauri la Bwana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Royal Rangers ilianzia wakati fulani Ujerumani, baadaye kahamia Marekani. Marekani sasa hivi ndio wanaoshikilia Royal Rangers duniani, na inafundisha watoto namna ya kuwa kakamavu katika Kristo, namna ya kulikariri neno la Mungu na kulitumia kama silaha. Sisi kule jeshini silaha zetu ni bunduki, vifaru, mizinga na kadhalika, na ndani yake kuna risasi ambayo ina baruti. Lakini hawa vifaru vyao, bunduki zao, ya kwanza ni neno la Mungu, ya pili ni Roho Mtakatifu anayetumia neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ndio risasi inayotoka ndani ya yetu na kwenda kufanya kazi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo tunawajenga kuwa na huo ufahamu na huo mwelekeo, na mahali popote wanaposimama wamshuhudie Kristo na kusema yale ambao Bwana anasema ndani yao. Hawa tunawatarajia siku moja hawa watoto watakuwa wanawaleta wazazi wao ambao hawajaokoka, watawaleta kanisani, kwa sababu wameshajua namna ya kulenga shabaha. Jamani, amina. Sasa hiyo ndio Royal Rangers. Na alisema mkurugenzi wetu hapa kwa mara ya kwanza, aliyeleta Royal Rangers katika kanisa letu la Tanzania Assemblies of God si mwingine ni askofu wetu mkuu, Askofu Daktari Mchungaji Barnabas Weston Mtokambali. Na alipoleta wakati huo, mkurugenzi mkuu alikuwa katibu mkuu wa idara, na Dr. Mbwilo alikuwa makamu, mimi nilikuwa mkurugenzi mkuu. Akatuagiza, akasema nendeni Kenya, kuna kongamano la CMF, kwanza muende mkahudhurie kongamano la CMF,
na muone wengine wanafanyaje na mwape shuhuda zenu, lakini kule kuna mafunzo ya Royal Rangers. Mjifunze, tuje tuanzishe Royal Rangers Tanzania. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tulifanya hivyo. Tukaenda tukarudi, hatuko tumeelewa vizuri sana. Tukajaribu tukapata document, tukaanza kuzitengeneza, tukaanza kutengeneza watu wa kutusaidia jinsi ya kuanzisha Royal Rangers. Tukampata kijana mmoja very dynamic ambaye niliwahi kukaa naye Arusha kwenye Kasfeta, alikuwa mzuri sana na akawa yuko hapa na ameshaanza kuwa mchungaji. Lakini sikujua, kuna siri nilikuja kuijua baadaye ambayo sikuwa nimejua. Sasa hii ngoja niseme tu baba askofu. Wewe kijana tukamwomba, tukamwambia, mimi nikaa naye nikampa ile ABC za Royal Rangers na akawa anapenda sana na akawa tayari. Akachukua zile document za Royal Rangers za Kiingereza akaanza kuzitafsiri kwa Kiswahili na kuweka mfumo wa kuzitumia. Na tukawa tunaendelea. Wakati tuko kwenye mchakato wa mwisho, mimi sasa niende nikamwambie, nipeleke taarifa kwa askofu mkuu kwamba nimempata kijana ambaye anaweza akafanya kazi ya Royal Rangers Tanzania. Kwa sababu Royal Rangers ilivyokuja iliwekwa chini ya idara ya wanaume. Na kila mahali duniani Royal Rangers iko kwa chini ya idara ya wanaume duniani kote. Kwa hiyo nilikuwa nasimamia mimi, lakini tulikuwa tunataka mtu wa kufanya. Yule kijana wakati ninafikiria sasa tunaenda kumsema kwa askofu mkuu, na sikujua kwamba kumbe ofisi ya askofu mkuu na yenyewe ilikuwa na mpango naye. Sikujua. Akaenda Iringa kwenye conference ya Kasfeta, Bwana akamtoa. Anaitwa Peter Brian Genya. Yule kijana tulikuwa tumeshaongea naye kwa habari ya Royal Rangers. Niliumia sana. Nililia sana. Kimya. Peter yuko kwa Mungu, lakini anyway, I loved Peter. Kwa sababu nilimjua moyo wake na speed yake. Lakini baadaye, baada ya kufariki Peter, ndio nikagundua kumbe Peter alikuwa anakuja makao makuu atije. Kwa hiyo hata nisingempata pia. Javada Awira. Kwa hiyo lakini ni mapenzi ya Bwana, Mungu alimchukua. Kwa hiyo tukaendelea hivyo. Askofu mkuu akatutia moyo. Baadaye akasema kuna mkutano wa kidunia wa Royal Rangers unafanyika Eswatini. Eswatini zamani ilikuwa inaitwa Swaziland. Ni nchi ambayo imezungukwa, iko katikati ya Afrika Kusini. Pande zote imezungukwa na Afrika Kusini. Kwa hiyo akatuagiza akasema nendeni. Nikamwambia naomba niende na mtu wa pili. Akamwambia sawa. Nikamchukua katibu mkuu. Tukaenda naye. Wakati huo katibu mkuu ni Luvinga. Kwa hiyo tukaenda kwenye yale mafunzo. Tukaona jinsi inafanyika. Tukarudi. Tulivyorudi ndio tukaanzisha Royal Rangers rasmi. Na nilipotoka kule Eswatini tulikuwa na Luvinga, nikamwambia yule rais wa dunia anaitwa International President of Royal Rangers, ni kama international commander, na nikamwambia tukirudi tunaenda kuanzisha Royal Rangers na itaanzia kwenye kanisa ambalo mimi nipo. Ni lazima ianzie kwangu kwa sababu kama mimi ndo nimepewa kijiti na askofu mkuu kwa kisha Royal Rangers inaanza, lazima nianzie kwangu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo nikaja, na pale kanisani tuna idara nzuri ya watoto, basi na tuna viongozi wazuri wanaojitahidi, wengine wako hapa, na nikawaeleza kuhusu Royal Rangers na tukaanza Royal Rangers. Baada ya kuanza Royal Rangers tukafanya mambo, tukatengeneza vitu vichache, baadaye nikawasiliana na askofu mkuu, nikamwambia askofu, tumeanzisha Royal Rangers Morogoro, tawi la kwanza. Tunaita tawi lakini kwa Kiingereza tunaita outposts. Askofu mkuu akaniambia hongera, lakini na mimi kanisani kwangu tayari nimeshaanzisha. Sasa uone askofu wetu alivyo. Hasemi vitu ambavyo afanya. Au sio bwana? Akasema na mimi kanisani kwangu nimefanya nini? Nimeshaanzisha. Nikamwambia nani anahusika naye, akanipa mtu ambaye nitawasiliana naye. Kwa hiyo na kule Morogoro wapo wanaendelea na sisi tumeendelea, lakini sisi tumepiga hatua na ile ya Morogoro na yenyewe inaendelea kupiga hatua. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa kwa kuwa Royal Rangers ilikuwa chini ya idara yetu ya CMF, na mimi kama mkurugenzi mkuu nilikuwa naisimamia na kuendelea kutafuta mtu wa kutusaidia. Na baada ya Mungu kunibadilisha majukumu, kwa hiyo nimekabidhi idara ya CMF na nimekabidhi pia mambo mengi yote ya CMF, lakini leo hii tunataka Royal Rangers sasa iwe rasmi chini ya mkurugenzi mkuu wa idara. Jina la Bwana libarikiwe sana.
Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa yeye ataifuatilia. Sisi kule, mimi kama mchungaji wa mahali pamoja nitaendelea kufanya majukumu yangu yote na kwa moyo wangu wote. Lakini sasa CMF sasa itake over. Kuna mchungaji makamu askofu, makamu mkurugenzi Yona anafahamu mambo ambayo askofu mkuu amefanya kwa sababu ametokea kanisani kwake kabla hajaenda kusimamia kanisa lingine. Kwa hiyo ninajua kwamba Royal Rangers itafanya vizuri zaidi. Na ninajua itafanya vizuri zaidi na itaenda mbali zaidi. Watasafiri, wataenda sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Tanzania Royal Rangers inaenea. Mimi kama askofu nitoe ahadi tu, kwa kadri utakavyoniruhusu kutoka kwenye ofisi yako, mimi nitakuwa tayari kwenda kutoa support. Kwa kadri utakavyokuwa unaniruhusu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo tuna Royal Rangers kutoka kanisa la TAG Ebenezer Christian Center, mahali ambapo mimi ndio mchungaji kiongozi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na wako ndani ya nyumba hii, wapo wamejipanga, wamefanya mazoezi. Hawajaja wengi sana kwa sababu wengi wako shuleni na hawajafunga. Kuanzia wiki hii, wiki ijayo wengi ndio wanarudi. Lakini hao ni walioko shule za jirani hapa, tuliwaomba waombe ruhusa ya siku moja tu ili leo wawepo hapa. Kwa hiyo wameomba ruhusa, wakafanya mazoezi kuanzia Jumapili, Jumatatu na jana Jumanne, na kwa sababu vitu vingi wanafanya mara kwa mara kanisani. Sisi tuna siku za idara ya watoto, sio kwa mwaka mara moja, karibu kila mwezi tuna siku ya idara ya watoto. Tunawapa watoto wafanye vitu vyao na Royal Rangers wanasimama pale kwa sababu tunawajengea, tunataka wazoee. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa naomba nichukue fursa hii sasa, ni wakati wa wao. Mheshimiwa Askofu Makamu Mkuu, Askofu Mkuu, naomba kwa kibali chako sasa niwakaribishe waje sasa, alafu waweze kuendelea. Karibuni pamoja na mwalimu wao, mchungaji wa idara, yule ni katibu wetu wa idara watoto, mwalimu Emmanuel Gimbi, naomba upunge mkono. Anafanya vizuri sana. Alafu pia ni katibu wa kamati yetu ya shule yetu ambayo tunayo, anajitahidi, anafanya vizuri sana na wanakesha na watoto wanawasaidia. Karibuni, ni wakati wenu. Attention. 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 Rangers salute. Shush. Now we are going to say our Rangers motto. Ready? Ready for anything. Ready. Serve, worship, live, and obey God's words. Now we are going to say our golden law.
The golden law comes from the book of Matthew chapter 7 verse 12, which says that do for others what you like them to do for you. This is summary of all that is taught in the prophet and law. Thank you. At ease. Attention. At ease. Attention. Now we are going to say our Rangers code. Alert. He is mentally, physically, and spiritually alert. Clean. He is clean in body, mind, and speech. 1 Timothy chapter 4 verse 12. Honest. He does not lie, cheat, or steal. Proverbs chapter 10 verse 9. Courageous. He is brave in spite of danger, criticism, or threats. Acts chapter 4 verse 13. Loyal. He is faithful to his church, family, and outpost and friends. 1 Samuel chapter 80 verse 1. Cautious. He is polite, kind, and thoughtful. Philippians chapter 2 verse 3. Obedient. He obeys parents, leaders, and those in authority. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Spiritual. He prays, reads the Bible, and witnesses. Spiritual. He prays, reads the Bible, and witnesses. Luke chapter 10 verse 27. At ease. Attention. At ease. Attention. Now we are going to say our ministerial value. Our purpose, evangelism and discipleship. Our message, the Word of God. Our power, the Holy Spirit. Our call and expression from God. Our community, loving extravagantly. Our discipline, prayer. Gupan, gusa, gupat, gusa, gupat, gusa, gupat, gusa. Tayari kwa chochote, tayari kwa kufanya kazi, kucheza, kuhudumu, kuabudu, kuishi na kulitii neno la Mungu. Sheria ya adhabu. Sheria ya adhabu inatoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 12. Nayo inasema, basi yote mtakao mtendee na watu, nanyi watendeeni vivyo hivyo. Maana hii ndio torati ya manabii. Asante. Kanuni za askari wa kifalme.
Uangalifu. Kuwa makini kiakili, kimwili na kiroho. Msafi kimwili, kiakili na kiusemi. Mkweli, hasemi uongo, hadanganyi wala haibi. Ujasiri, ana ujasiri licha ya hatari, ukosoleaji au vitisho. Mwaminifu, mwaminifu kwa kanisa, familia yake, marafiki zake. Mwenye adabu, ana heshima, ni mkarimu kwa watu wengine wote. Mtiifu, huwatii wazazi wake, viongozi wake na wenye mamlaka. Wa kiroho, anasoma Biblia, anaomba na anashuhudia watu kuhusu Kristo. Maadili ya kihuduma. Kusudi letu kufanya uinjilisti na wanafunzi. Ujumbe wetu neno la Mungu. Nguvu yetu Roho Mtakatifu. Wito wetu na kauli yetu kutoka kwa Mungu. Jamii yetu kupenda kuliko pitiliza. Nidhamu yetu maombi. Ahadi ya Royal Rangers. Msaada wa Mungu. Nitajitahidi kwa uwezo wangu wote kumtumikia Mungu, kanisa langu na wenzangu, kuishi kanuni ya Royal Rangers na kuifanya kuwa kanuni yangu ya kila siku. Attention. Attention. Like that. Asante.